itajumuisha heshima za kijeshi pamoja na ibada ya Kianglikana na rambirambi ambazo zitatolewa na familia pamoja na baadhi ya wakuu serikalini na wale viongozi wa serikali mbalimbali ambao wamethibitisha kwamba wataweza kuhudhuria hafla hiyo. Ni hafla ambayo itafanyika hapo kesho katika uwanja wa Nyayo kuanzia mwendo wa saa 3 asubuhi. Wageni wakiwa wanatarajiwa kuwa wamewasili na kukaa mwendo wa saa 2 asubuhi ili kuhakikisha kwamba hafla hiyo inayotarajiwa kuchukua saa 2 itaweza kufanyika kwa wakati. Pia naibu wa rais hapo akiwa anazungumza kama mwenyekiti wa kamati andalizi ya mazishi ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, akieleza kwamba kutakuwa na nafasi nyingine kwa wananchi kutoa heshima zao za mwisho na kutazama mwili wa Mheshimiwa Raila kuanzia saa 6 mchana hadi wakati ule ambapo Wakenya wote ambao wataweza kufika eneo hilo watapata fursa ya kutoa heshima zao za mwisho. Na kama unavyofahamu mtazamaji, serikali ilikuwa imetangaza kwamba siku ya Ijumaa ambayo ni kesho imetangazwa kuwa siku ya mapumziko ili kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata nafasi ya kuomboleza na kutoa heshima zao za mwisho kwa mwenda zake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na mtazamaji, tunazidi tu kufuatilia matukio kutoka pembe mbalimbali za taifa hili na haswa macho yetu yakiwa yanaelekezwa katika mtaa wa Karen ambapo kamati andalizi imekuwa ikikutana, na tunatarajia kwamba hapo kesho mwendo wa saa 12:30 jioni watatoa taarifa nyingine rasmi kuhusiana na utaratibu wa mazishi ya Mheshimiwa Raila ambaye atakamilika siku ya Jumapili ambapo atazikwa huko Siaya. Mtazamaji, hizo ni picha zingine hapo kutoka Bondo ambapo waombolezaji wanazidi kufurika katika eneo hilo kwenye boma la mwenda zake marehemu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa mkesha ambao unaendelea hii leo baada ya kakake mkubwa seneta wa Siaya Daktari Oburu Oginga kufika huko na kutoa ujumbe rasmi kuhusu kifo cha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na hivi sasa mtazamaji, tunaungana kwa njia ya moja kwa moja na aliyekuwa mgombea mwenza wa Mheshimiwa Raila katika uchaguzi wa mwaka wa 2022, Mheshimiwa Martha Karua. Asante sana kwa kuungana nasi jioni ya leo. Kwanza kabisa labda unaweza kuanza kwa kutueleza hizi habari za kifo cha marehemu Raila ulizipata ukiwa wapi na unamwenzi vipi Mheshimiwa Raila? Asante. Nilipata hizi habari nikiwa Entebbe. Nilikuwa naenda Uganda kwa kesi ya Besigye, na nilipotua na nikafungua simu nikaona habari ya kwamba kinara wangu wakati wa hiyo uchaguzi Mheshimiwa Raila Odinga ameaga. Nikathibitisha kwa kupiga simu, kisha nikaanza kutayarisha message yangu ya maombolezi. Wakati wa kuwa napelekwa kutoka Entebbe hadi mahakama ya Kampala. Ilikuwa ni habari za kushtua sana. Hatukuwa tunatarajia hivyo, sababu kakake alikuwa amesema amepata nafuu na anapumzika India. Kwa hivyo hatukutarajia inaweza tokea hivyo. Naam, Mheshimiwa Martha, bila shaka hizi ni taarifa ambazo kwa kweli ni nzito haswa kwako. Manake ulikuwa na yeye mkiwa mnafanya kampeni za urais mwaka 2022. Labda unaweza kutueleza uhusiano wako na Mheshimiwa Raila ulikuwa upi? Ulikuwa wa urafiki ama ulikuwa wa kazi za kisiasa tu? Wa urafiki na wa kazi. Ni mtu tunajuana kwa miaka mingi zaidi ya 30. Tuliingia bunge pamoja. Tulikuwa tushajuana na yeye na familia yake, sana sana mkewe Mama Aida Odinga.
walikuwa tayari ni marafiki wangu hata tukiingia kwa bunge. Na bunge tukafanya kazi na yeye, na hata kabla ya yeye kuingia bunge tulikuwa tufanya kazi pamoja ya kuleta mabadiliko Kenya. Tukapata mabadiliko ya kuidhinisha vyama vingi, multi-party, na ndio tukagombea uchaguzi kwa vyama tofauti na tukaingia bunge. Na tukiwa bunge pia tumefanya kazi pamoja. Hiyo miaka yote tumefanya kazi na yeye, na wakati mwingi tulikuwa kwa upande moja, lakini wakati mwingine tulikuwa kila mtu ako mahali pake, na tukawa tuko kwa inaitwa opposing sides. Lakini tulizidi kuwa marafiki, na kisha wakati aliniteua niwe mgombea mwenza, niliona alinipatia heshima ya hali ya juu, na tukafanya kampeni ya kufana sana. Tukaenda kila mahali na hatukuwa na shida yoyote, sababu maono yake kwa vile Kenya inahitaji kuongozwa, kutunzwa, ilikuwa ni sawasawa na yangu. Hata wakati manifesto nilikuta tayari washaanza kuandika manifesto, nilipoiangalia niliona tu kama ni yangu nilikuwa nimeandikiwa. Kwa hivyo tulikuwa na maono ya karibu sana, na kazi yetu tulifanya kwa urafiki na kikazi. Na bila shaka Mheshimiwa Martha, kuna mengi ambayo unasema wakati mmoja mlikuwa pamoja katika haswa harakati za kuleta vyama vingi, masiasa ya vyama vingi hapa nchini. Wakati mwingine mlikuwa mnaelewana kimawazo, wakati mwingine mlikuwa mnatofautiana. Lakini la zaidi, nimependa kwamba umetaja hili swala la kuwa mgombea mwenza wake. Je, wakati huo nakumbuka kulikuwa na interviews ambazo zilifanyika, ambazo pia zilikuwa zimeleta tetesi katika uwanja wa siasa, na haswa upande wa Mheshimiwa Raila. Maki tulikuwa tumemwona alisimama mara 3 na aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka. Je, ulihisi vipi uliambiwa kwamba sasa wewe pia lazima uende kwenye hizi interviews? Uliona kama inastahili? Maki ulikuwa tayari umeonyesha weledi wako katika siasa. Sikuona chochote ikiwa mbaya, sababu ikiwa ni wengi wameonyesha wangependa kuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga, lazima kungekuwa na njia ya kuona ni nani. Na ikawa walitumia mbinu za interview na mambo ingine mengi, including mambo ya kutoa utafiti. Sasa mambo hiyo yote nikawa nimechaguliwa. Sio kusema wengine hawangefaa, lakini nikawa na hiyo nafasi ya kuchaguliwa. Na tukaendelea kufanya kazi na yeye. Tukafanya kazi pia na mwenzangu Kalonzo Musyoka, ambaye namuita mapacha wangu wa kisiasa. Tulifanya kazi vizuri sana tukiwa pamoja, na tuendelea kufanya kazi. Naam, tupeleke huko wakati wa kampeni za mwaka wa 2022. Ilikuwa vipi kufanya kampeni na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na haswa kuwepo na huo uwezekano kwamba ungekuwa naibu wa rais wa kwanza wa kike katika taifa la Kenya? Kufanya kazi na Raila Amolo Odinga ilikuwa ni rahisi. Nimesema maono yetu ni sawasawa kwa mambo mingi. Kwa hivyo hakuna matamshi yake ya mipango ya vile tungeendeleza nchi yetu ilikuwa ikiniweka wasiwasi. Na pia hakuniuliza hata wakati mmoja kwa matamshi yangu. Kwa hivyo kazi yetu pamoja ilikuwa rahisi, na sisi ni watu tumefanya kazi pamoja kwa muda mrefu. Na hiyo ya kusema ningekuwa naibu wa rais, siangalii nyuma, naangalia mbele. Iko nafasi ya kuwa rais wa kike wa kwanza. Hiyo ndio nafasi ningetaka kutazama.
nishatangaza na uwania urais, Mungu akinijalia, mwaka wa 2027. Kwa hivyo naangalia mbele, na wale wangesema iko nafasi imepita, haijapita bado, iko uko mbele. Tusazame mbele. Na bila shaka, na sasa hivi tukiwa tunaangazia siasa bila Mheshimiwa Raila ambaye amekuwepo kwa uchaguzi mkuu mara 5, labda kwa mtazamo wako wa kisiasa, unaona siasa za Kenya zitakuwaje bila Mheshimiwa Raila Amolo Odinga? Amewacha, sijui kama ni Kiswahili safi kusema, pengo kubwa. Naam. Na siasa za Kenya bila yeye, itabidi wengine waamuke, wajikokote na wajiimarishe, ndivyo tuwe na viongozi wa kiwango ile alikuwa. Sio jambo rahisi, lakini tutaendelea, sababu hii ni hali ya maisha, ya kwamba kila mtu amezaliwa lazima awe na siku ya kuondoka. Hata sisi siku yetu hatujui. Tuna matumaini hata ya kuwania viti, lakini hakuna mtu ako na guarantee ya kwamba utaona hiyo siku. Kwa hivyo tunasherehekea yale ameweza kutimiza kwa maisha yake ya miaka 80, na amefanyia Kenya, bara la Afrika na binadamu kazi ya kufana sana. Amekuwa ni mtetezi wa wanyonge, ni sauti ya wale hawana sauti. Amesukuma pamoja na wengine, nikiwa ndani yake, ya kupata katiba mpya hapa Kenya ya 2010. Mabadiliko mengi amefanyia Wakenya kazi inaonekana, na hiyo kazi iwe funzo, ndivyo sisi tujikakamue pia tuendeleze hizo kazi. Ile sifa kubwa tunaweza kumpatia ni kuendeleza hizo kazi za kukomboa Kenya. Tujukue, iwe ni jukumu letu. Na pia niulize serikali ya Daktari William Ruto na yeye mwenyewe, sababu walikuwa marafiki siku za mwisho, na vile mwenda zake Raila Amolo Odinga alikuwa ni mtetezi wa haki za kibinadamu. Mambo ya abduction, mambo ya extrajudicial killing, mambo ya kudhulumu haki za binadamu iishe kwa heshima ya mwenda zake. Na leo niko na hofu ya kwamba inaonekana polisi walitumia nguvu za hali ya juu kinyume cha sheria pale Kasarani, kukawa na majeraha, na hata tukasikia watu, inawezekana kuwe watu 4 waliaga. Hiyo sio heshima kwa mwenda zake. Na bila shaka Mheshimiwa Martha, maki umezungumzia na tunamalizia, umezungumzia jinsi ambavyo Mheshimiwa Raila hizi siku zake za mwisho alikuwa na ukuruba na Rais William Ruto, urafiki ambao pia ulikuwa mwaka wa 2007 ambapo wewe ulikuwa katika upande tofauti. Je, una majuto yoyote kuhusiana na matukio ya mwaka 2007 na uhusiano wako na Raila wakati huu? Nilifanya ile ilitakiwa na sheria, na nikasema yule ako na malalamishi ya uchaguzi waende kotini. Mimi mwenyewe mmeshuhudia nikienda kotini maradufu. Wakati nilisema nimedhulumiwa Kirinyaga na uchaguzi wa ugavana, nikaenda kotini. Wakati tumedhulumiwa na Raila Amolo Odinga mwenda zake mwaka wa 2022, tukaenda kotini. Hata kama hatukupata haki, tukatulia. Kwa hivyo mimi najua hata kama tulikuwa pande tofauti, hata yeye mwenyewe alielewa msimamo wangu, nami nikaelewa wake, na ndio ukaona tukafanya kazi pamoja 2022. Namshukuru sana Mheshimiwa Martha Karua ambaye alikuwa mgombea mwenza wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga katika uchaguzi wa mwaka wa 2022, akiwa tu anaelezea uhusiano wake na marehemu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Shukran za dhati Mheshimiwa Martha Karua.
Asante sana.